ninapenda kujitolea mfano mimi mwenyewe, kwa sababu wengine sijui sana shuhuda zao na siwezi kuzielezea vizuri kama wao ambavyo wangeweza kuelezea vizuri, lakini nina uwezo wa kuelezea vizuri kuhusu mimi, kwa sababu ni mimi ndiye niliyeishi vile na mimi ndio ninavyoishi leo. Jamani, Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilisema jana kwamba ukiniuliza hapo zamani nilikuwa nani, zamani nilikuwa na majina, nilipewa majina kwa sababu ya maisha niliyokuwa naishi nayo, ya aina ya tabia niliyokuwa nayo. Baba yangu mzazi alifika mahali akanichukia sana, akawa anipendi kabisa, na akawa haruhusu niingie nyumbani pale kwake. Na mama yangu alibaki akiwa peke yake anayenipenda, ambaye yeye hakuwahi kugeuza uso wake asinitazame kama mtoto. Alibaki peke yake kwenye familia yetu. Sisi tumezaliwa wengi tu, tumezaliwa wengi kweli kweli. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kaka zangu wale walikuwa wanipendi kabisa kabisa kabisa. Dada yangu mmoja ambaye alikuwa anashawishiwa na ile roho njema iliyokuwa ndani mwake, ambayo alikuwa nayo, alikuwa akiwa ameokoka yeye peke yake, pia pamoja na mama wao kidogo walikuwa wananipenda. Lakini upendo wa dada ulikuwa tofauti na upendo wa mama. Upendo wa dada alikuwa na imani katika Mungu kwamba Mungu aweza kumwokoa hata sasa. Lakini mama alibaki kama mama, akiamini kabisa sikuwahi kumzalia shetani mtoto, na wala sikuwahi kuzaa mwiba unichome, na wala sikuwahi kuzaa msumari unipigilie, lakini nilizaa mtoto na watu wakasema mama amezaa mtoto. Jamani, Bwana asifiwe. Baba yangu alifika mahali hataki kusikia kabisa kwa habari ya Pasko, hataki kusikia kabisa. Kaka zangu walifika hapo, hawataki kusikia kabisa kwa habari ya Pasko. Mama yangu alibaki peke yake. Nilikuwa nikiwekwa ndani kama niko Magomeni, kama niko Segerea, nimekaa jela kidogo, lakini sio ile ya kufungwa. Nilikuwa na neema, nilikuwa na uwezo kukaa miezi 4 niko Segerea, lakini kwenda kwenye kesi na achiliwa huru. Na kama mara ya mwisho nimekaa kwa urefu ilikuwa ni miezi 8, na aliyekuja kuniachia ni hakimu mmoja anaitwa Mwankenja. Yule hakimu aliniachia, nilikamatwa hapa Mbezi. Hapa Mbezi. Nilikamatiwa pale stendi. Nilipokamatwa stendi sikujua nimekamatwa kwa ajili ya kesi gani. Lakini kwa sababu siku zote nilikuwa natafutwa na polisi, nilikuwa najua kuna mahali huenda mtu kidole, washanipiga kidole kwamba kuna mahali niliharibu, na kwa sababu niliharibu huko, sasa nimekuja kukamatwa kwa kesi hiyo. Sikujua ni kesi gani. Kwa watu wa zamani Mbezi utanielewa ninachokisema hiki. Nilikuja tu nikakamatwa, nilikuwa nimekaa kijiweni, stendi haijahama. Unajua nilikuwa napiga debe pale. Nilikuwa na kitengo hapo Mbezi hapo chini. Nilikuwa napiga debe. Daladala hapo nilikuwa napiga debe hapo chini. Hapo nilikuwa na kitengo. Sasa nikiwa niko pale, siku hiyo sikuwa zamu, lakini mimi na Kefalatino tulikuwa viongozi wa kitengo. Tunapanga leo anapiga debe huyu, ila jioni tunagawana. Alafu askari wa sasa hivi mmeokoka, Mungu awabariki na muendelee kuokoka hivyo hivyo. Zamani tulikuwa tukimaliza, unajua ndio maana nyinyi tulikuwa unakuja na kupiga ndole, na chukua simu yako unakwenda kwa Yusufu, unashangaa baadaye nipo. Kitengo kile tulichokuwa tunapiga debe pale, jioni mkishafunga hesabu mnapeleka na kituoni. Zamani, sasa hivi wameokoka. Sasa siku moja nikakutwa pale, nikakamatwa. Sijui kesi gani imenikamata nayo.
Sikupanga kushuhudia hii kitu inatoka wapi. Mtakatifu huo unanisaidia. Nina somo nimeandika pointi nyingi pale na silali usiku. Baba, unisaidie niziseme zile. Jamani, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Nikiwa nimekaa, nilikuja nikashangaa tu watu wamevaa kiraia. Alafu nilikuwa askari karibu na askari, hata kama sinakosa siku hiyo. Ila kukaa tu karibu na askari ilikuwa hakuna. Nikishaona gwanda lazima tukae futi kadhaa tuelezane kwa nini tunataka kukaribiana. Alikuwa ndio maisha yangu hayo. Siku hiyo nimekaa barabarani nikashangaa wamekuja kuninyanyua tu. Nikaingia kwenye gari, na ndio kesi ambayo nilisema juzi ilikuwa chini ya usimamizi na upelelezi wa IGP wa sasa Siro. Ndio kesi hiyo ilikuwa hiyo. Nikakamatwa. Kukamatwa kituo cha kwanza, nikawekwa usalama pale Kimagomeni. Halafu namba 2 nikatolewa usalama nikapelekwa Oysterbay. Namba 3 nikapelekwa pale Makao Makuu kwa ajili ya mahojiano. Kesi niliyokuwa nayo nilishangaa kwa sababu mimi sikuhusika. Mtu mmoja alichukuliwa Sinza, akachukuliwa na dereva taxi, akachukuliwa na gari yake, akaletwa Msigani. Alipoletwa Msigani, wakamchinja shingoni hapa, wakakata shingo kabisa. Walipokata shingo, wakamlaza kwenye makopo ya Kesto, bia za Kesto, wakamlaza kwenye makopo ya kutosha, yani ya kutosha, wakamlaza pale Msigani. Kwa watu wa zamani wataelewa, maana ilitembea kwenye vyombo vya habari. Walipomlaza pale, wao wakaondoka na gari yake wakaenda nayo, lakini wakiwa wamemchinja kabisa shingoni hapa. Sasa fumba na kufumbua, mwenye kesi akawa na mimi ndimo. Ila alitolewa saa ngapi Sinza akaletwa huku sijui. Alichinjwa na nani sijui, lakini mtuhumiwa nipo. Nikawekwa ndani, nikaanza kupelelezwa. Leo nawekwa kituo hiki, kesho kituo kile, wananivuruga tu. Kesho kituo kile, kesho kituo kile. Na mkuu wa upelelezi alikuwa mzee wangu wa IGP wa sasa. Nikawekwa ndani mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu, familia yangu haijui. Mimi zamani nilikuwa nikikamatwa, kama nimekamatwa ninawaza tu haraka, maana ninajua nikitaja jina langu likienda kwenye vyombo vya habari, mama yangu atasikia jina. Akisikia jina ataugua moyo na ataumia, na huenda nikamsababishia matatizo. Kwa hiyo nikikamatwa tu, nikikumbuka jina Eliamini Swai, nalitaja hilo. Nalitaja hilo. Lile linalokuja haraka ambalo sio la kwangu, ndio nalitaja hilo. Nikikumbuka nasema ni Peter Kangalawe, nataja hilo. Kesi hiyo niliyokuwa nayo, nilikuwa naitwa George Kadama, rafiki yangu mmoja wa Shinyanga. Sasa mama yangu hajui niko wapi, wanatafuta mtu yuko wapi. Mama alikuwa anakujaga kitengo pale, akinimiss anakuja kitengo pale Lodi. Anakuja kitengo pale, anakaa mahali, anawaita kina Mjeru, anawaita kina nani, naomba nitafutie P. Inaye alishanijua, siitwi Pasco, naitwa P. Natafutwa, ninakwenda, naambia bi mkubwa vipi? Anaambia nimekuja kukusalimia. Bi mkubwa unazingua. Nenda nyumbani, mambo ya kufuatilia na road achana nayo. Sasa hajui, anakuja kitengo, anatafuta mwanae miezi 3, anaambiwa huyu kamanda alishaoza, yuko Segerea. Shida nini? Akaambiwa huyu ana kesi ya kichwa. Mama akashika kichwa akasema Mungu wangu. Akatembelea, akaja siku ya kwanza, akaja pale Segerea, namuulizia P au Pasco, hakuna. Na mimi nasikilizia, jina nalijua. Wakija kuita P Pasco, nakausha, maana jina hilo sio langu hilo. Makamanda wote hawalijui hilo jina. Natulia kwanza, natulia. Akaenda akarudi siku nyingine, amezunguka magereza yote.
anatafuta mwanae. Siku hiyo nikaona ngoja, nani anamtafuta? Huyu anayemtafuta pia nani? Nikaambiwa mama yake yuko. Amekuja Nyampala kuita pale. Nyampala anaita, mama yake yuko. Nikamwambia ngoja nimsikilizie bi mkubwa. Nikamfuata inspector mmoja alikuwa anaitwa Mahimbo. Inspector yule alikuwa sio, alikuwa ameokoka yule baba yule. Alikuwa na roho nzuri. Sijawahi kuona. Walokole tu ndio wana roho hiyo. Si useme amina. Au una roho mbaya ni wewe ndio usiyekaribisha watu kwenu. Haleluya. Yule baba nikamfuata nikamwambia, mzee, huyu anaongea jina la ukoo. Hilo jina la ukoo lile la zamani, wakati mdogo nilikuwa naitwa hivyo. Nilipokuwa mkubwa nikaanza kuitwa George Kadama. Kwa hiyo huyu ananitafuta mimi. Mzee akasema anakutafuta wewe, ngoja basi nimuite. Zamani, sasa hivi afadhali ukienda Segerea, mimi naenda na hudumu mimi kwenye magereza na hudumu. Sasa mimi huduma yangu nikikuelezea kwa upana huduma yangu, mimi nadili na waliokataliwa zaidi. Wale ambao hakuna mtu wa kuwatafuta, mimi nadili nao wale. Jamani, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Nilikuwa nimefungua center. Akiokoka anakwenda center kwanza. Unajua hawa watu walioko mtaani kule wanaokula hii gwe, wanaokula gwe, ukimleta hapa hawezi kukua kirahisi. Yaani Mungu aingilie kati kama alivyoingilia kati kwenye maisha yangu. Nitakwambia Bwana akinisaidia, kama Mungu atanipa neema ya kukwambia niliokokaje. Haleluya. Mama yuko pale. Nikasema sasa mzee nisaidie. Magereza ya zamani sio kama sasa. Sasa ukienda mnaonana na ndugu yako, mnakalishwa pale, ongeeni hapo, ukimaliza wewe uondoke. Zamani ilikuwa ni nondo za kutosha, alafu nondo kweli kweli, alafu na wavu, hata mkono ampeani. Mama tunachunguliana hivi. Mimi kipindi hicho ninafuga dread. Mama ananiangalia namna hii. Wewe mwana, nikamwambia wewe bi mkubwa vipi, kwani hujaniona? Vipi uko mtaani? Mama nikaona akaenda chini. Alipoenda chini nikamwambia inspector, nikamwambia inspector, saidieni bi mkubwa. Saidieni. Alafu wakaenda wakambeba, maana mimi siwezi kuna ukuta, kuna fence. Wakamsaidia, mimi nikarudi ngomeni. Wala hata shida sina. Nikarudi ngomeni nikakausha. Mama akaenda akapeleka hospitali, ndugu zake wakatambua kwamba mama amelazwa kwa sababu ya takataka moja ambayo alikuwa anaifuatilia. Baba akakasirika, hasira ya baba ikawaka. Mama akaambiwa, wewe unamfuatilia huyu pumbafu huyu mpaka unapata matatizo. Ikaenda miezi 8 ikafika. Miezi 8 ilipofika Inspector Mahim nani kesi yangu ilikuwa inakwenda kusikilizwa Mahakama Kuu, lakini sikufikishwa Mahakama Kuu. Hapo tu kwenye mahakama ya mwanzo ili iandaliwe kwenda Mahakama Kuu, nikakutana na mtu mmoja anaitwa Mwankenja. Mzee Mwankenja, nimefika hadi kwake, anakaa Mbagala. Nimemtafuta nikiwa na Yesu, anakaa Mbagala. Jamani, Bwana asifiwe. Yule baba akanitazama, akaniangalia, akanitathmini. Nimekata henga, ni mvutaji, na hata kule gerezani tulikuwa tunaingia. Yaani ikitokea kuna watu walikuwa wanakusanyana, wanangu hapa, wanakuja kule, wananipa kapesa kidogo, alafu mimi nawapa askari. Alafu kuna askari nyinyi mna bahati ambao mmeanza kubadilika. Zamani walikuwa wanaingiza hata bangi. Utaniambia nini? Huwa nahubiri mikutano, nawaambia uniambii kitu chochote, okokeni, maana nimeingia gerezani na kujua hakuna jipya. Huko gerezani kulikuwa kumeoza. Afadhali sasa hivi mnajitahidi, na mjitahidi mkiingia kwa Yesu. Jamani, Bwana asifiwe. Bangi zinaingia kule, kila kitu kinaingia. Nikamwambia baba yule hakimu, akaniambia, kijana, mbona nakutazama lakini sioni kama wewe uliua, na hii kesi ni mbaya, inakwenda kuning'iniza kichwa chako au inakwenda kukutia jela maisha yako yote. Mbona naona kama vile wewe kuua? Nikamwambia, mzee, huo ni ukweli kabisa, mimi sikuua.
Akaniambia sasa nikusaidieje? Nikamwambia mzee, mimi sijui unanisaidieje, mimi sitambui, lakini ninachoomba wewe unisaidie nitoke ngomeni na mimi niwaone raia kama wengine wanavyoonana. Yule baba akaniambia ninasukumwa ndani. Kumbe kuna watu wanasukumwaga ndani hata mahakamani. Nilifikiri walokole peke yake wanasukumwaga. Ililokusudiwa na Bwana kwenye maisha yako hakuna atakayeweza kulizika. Bwana alikuchagua kabla ulimwengu huu haujawekwa, kabla misingi yake haijasimamishwa. Yeye alikujua, alikutambua. Usikate tamaa kwa ajili yako. Inuka, 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 inuka. Yupo anayekujali na anayekujua. Haleluya, haleluya. Piga makofi kwa Yesu. Yule baba akanitoa ndani. Akaniambia sasa mimi nakufutia hii kesi, unachomoka. Akanitoa ndani. Aliponitoa ndani, unajua ilikuwa ni Kisutu pale. Nimetoka kule na Karandinga nikaingia Kisutu, alafu nikakutana na msamaha wa Mwankenja. Kwa hiyo nilianza kutembea kuelekea feri, nikaona huku naenda wapi? Nikaanza kutembea kuelekea Aga Khan, nikaona huku naenda wapi? Nikaanza kutembea kuelekea Kariakoo, nikasema huku naenda. Yaani nikakosa nielekee wapi? Baada ya kuachiwa, nimeachiwa, hakuna anayenifuatilia. Nikawaza, nikasema niende wapi? Nifanye nini? Ndani ya moyo wangu nikasema ngoja nikamtafute mamangu. Nikaenda kumtafuta mama. Nikamtafuta mama. Alivyoniona hivi ni kama mzuka umeibuka hivi. Kama mzuka, maana alikuwa anajua ana kesi nzito huyu, hatoki. Mama alishajiishia, amekonda. Anashangaa anatokeza namna hii. Kutokeza namna hii, mama akalia machozi. Akaniingiza ndani mama, alafu akaniweka pale ndani. Kakimbia jikoni, akaenda kaandaa msosi wa mjelajela, haja apige msosi angalau laini. Nikagonga msosi, nikamaliza msosi pale. Nikamwambia sasa bi mkubwa, mimi najikata, wewe endelea na maisha, mimi naamsha. Bi mkubwa akaniambia sasa mwanangu, naamsha wapi? Nikamwambia kausha mama, siwezi kukaa hapa, mimi naamsha. Nikatoka. Mama haelewi naelekea wapi. Narudi sasa kijiweni kwa wana ili maisha yaendelee. Baba anarudi nyumbani. Anakuja anapewa taarifa kwamba huyu mwizi kibaka, huyu asiyefaa amekuja nyumbani na amepikiwa msosi. Wanaomwambia kaka zangu, acha Mungu aitwe Mungu. Haijalishi watakukatia tamaa leo, lakini nataka nikwambie huyu mwanaume ambaye ndani yake ameweka kusudi, nataka nikwambie kusudi la Baba alitaka lianguke. Alichokiweka alikiweka kwa makusudi yake na kwa utukufu wake. Atakufikisha, atakutumia, atakutambulisha. Haleluya! Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Nisikilize mlokole, uwe macho, usifumbe macho ya ndani. Ukifumba macho ya ndani, hautauona utukufu wa Baba. Huyu Mungu uliye naye, huyu Baba uliye naye, huyu Adonai uliye naye, nataka nikwambie ana uwezo wa kutenda yaliyoshindikana. Kwake hakuna kigeugeu. Anakupenda, anakujali, anakujua, na yote aliyowekeza ndani mwako lazima yazae. Haleluya! Uwe macho. Uwe macho. Kiroho uwe macho. Biblia inasema pasipo maono watu huacha kujizuia. Mwenye maono anajizuia. Ataambiwa twende huko, atapima kwanza, kuna Mungu kule. Kuna Mungu kule. Kule kuna Mungu. Akigundua hakuna Mungu anasema nina jambo na Mungu. Nina jambo na Mungu. Nina jambo na Mungu. Siwezi kwenda kwa sababu watu wamekwenda. Nitakwenda kwa sababu amenitangulia. Nitakwenda kwa sababu yuko na mimi. Nitakwenda kwa sababu ana sababu ya mimi kwenda.
Na kwa sababu yeye ana asili ya kuongoza njia, ninakokwenda lazima nifike, kwa sababu yeye anaongoza njia. Jamani, amina. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe.